Kiama katika kaunti ya Kiambu wanaitaka idara ya misitu nchini KFS kwa ushirikiano na Wizara ya Utalii na Utamaduni kutunga sheria kali zitakazosaidia kutunza uhifadhi wa misitu nchini na kuzuia kupoteza na kusaulika kwa aina mbalimbali za miti ya kitamaduni. Mike Chalo na taarifa hii. Wanasema mwacha mila ni mtumwa na asiye na asili hana mwelekeo. Kwa wakati huu wazee wa Kiama wamekutana kufanya tambiko, wakiashiria kuwa mila ndiyo nguzo ya jamii. Hofu yao kuu ikiwa ni mwingilio wa misitu inayosababisha ukataji wa miti ambayo kwa muda imekuwa maeneo ya kutunza utamaduni na hata kutumiwa kama madhabahu ya sala za kitamaduni. Watu wengi wamekuja hii sehemu yetu wakitafuta pale pa kujenga, wamekata miti. Na tunaona kwa sababu hiyo miti kukatwa tumekuwa na madhara mengi sana. Tumekuwa na mnyoko wa udongo, pia tumepata ile miti ilikuwa imehifadhiwa, especially na Wakikuyu, ilikuwa ni dhabihu lao imekatwa. Wakati huu ukifanya research yako, hata ndege haziwezi kujenga kiota kwenye miti hizi tunaita za exotic, hizi za kisasa. Vilevile wakihofia huenda kizazi kijacho kisijue tamaduni za jamii ya Gikuyu sawa na miti inayoheshimiwa na jamii hiyo kama vile mti wa mugumo. Tunahusisha wazee, especially wazee wa Kiama ambao ni wa Kikuyu, ambao wako na utaalamu mwingi na ujuzi mwingi ili waweze kutusaidia kupanda na kuhifadhi hiyo miti. Wazee hao sasa wanaitaka idara ya misitu na utamaduni kushirikiana nao katika kutunza misitu ili kutunza utamaduni wa jamii ya Gikuyu, wakishinikiza kutungwa kwa sheria kali ili kulinda misitu. Miti yetu sana sana ya utamaduni iweze kuwa gazetted, ndio tuweze kujua zile miti ambazo zinastahili kukatwa na zile hastahili kukatwa. Sana sana hizi miti za kama hii yetu ya mugumo. Tuendeleze utamaduni wetu kwa sababu utamaduni ndio utaishi na utakuwa milele hata milele. Mike Chalo, TV47.